Habari, nimewaita hapa ili kuweza kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na hali ya usalama katika mkoa wetu wa Mbeya. Kufuatia uzushi na uvumi wa baadhi ya watu kuzua taharuki waliokuwa wakieleza kuibiwa nyeti zao baada ya kuguswa bega, hali iliyopelekea vitendo vya uvunjifu wa amani katika mkoa wetu wa Mbeya, ikiwemo vurugu na kusababisha baadhi ya watu kupoteza mali zao, lakini baadhi kujeruhiwa, ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kufuatia hali hiyo liliweza kufanya msako dhidi ya wale wote ambao walihusika katika tuhuma hizi na kufanikiwa kukamata watuhumiwa 85 kwa tuhuma hizi, na kati ya hao watuhumiwa 16 hao wamekwisha fikishwa mahakamani na kesi zao zinaendelea, ziko katika hatua mbalimbali. Watuhumiwa 69 taratibu za kisheria zinaendelea kukamilishwa ili na wao waweze kufikishwa mahakamani. Aidha, tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026, watuhumiwa watatu ambao sasa ni Onia Bahati Sanga mwenye umri wa miaka 20, huyu ni mkazi wa Ntokera, na Legani Joshua Kaseke naye ana umri wa miaka 20, naye ni mkazi wa Uyole. Hao walifikishwa katika mahakama ya mwanzo wilaya ya Rungwe. Watuhumiwa walitenda kosa hilo la kutaja watu kwamba wamewagusa bega na kupotelewa nyeti zao, na ndio maana sisi tuliweza kuwakamata kwa sababu ya kutoa taarifa za uongo. Kwa hiyo baada ya taarifa hizo waliweza kukamatwa na upelelezi ulifanyika na mashauri haya yalipelekwa katika mahakama. Kwa hiyo mtuhumiwa mwingine Hashim William Mwanasenga mwenye umri wa miaka 29, huyu mkazi wa Mahangu, naye alifikishwa katika mahakama ya mwanzo Irongo wilaya ya Mbalali, naye aliweza kutiwa hatiani. Kwa hiyo watuhumiwa wote watatu kwa pamoja katika mahakama mbili tofauti wameweza kutiwa hatiani kwa kutumikia kifungo cha miezi 6 kila mmoja kwa kosa la kutoa taarifa za uongo kwamba walipotelewa sehemu zao za siri. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya watu wanaozua taharuki na kutoa taarifa za uzushi au za uongo zinazosababisha vitendo vya uvunjifu wa amani kuacha mara moja. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linakemea na kutoa onyo kali